Kwa miaka 14 kaburi hili lilikuwa sehemu ambayo familia iliamini ndugu yao wamelala kwa amani. Lakini sasa utulivu huo umevunjwa baada ya kaburi hilo kufukuliwa na watu wasiojulikana, huku mabaki ya mwili yakidaiwa kutoweka. Ni tukio lililoacha familia ya Zakaria ikiwa na maswali mengi katika mtaa wa Nsemulwa, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi. Ndugu yao alifariki mwaka 2012 katika ajali ya pikipiki na baadaye akazikwa katika eneo hilo. Tangu siku hiyo, familia imeendelea na maisha yao huku ikiamini kuwa sehemu hiyo ni mahali pa mwisho pa marehemu wao. Lakini hali imebadilika baada ya kubaini kaburi likiwa limechimbuliwa. Kinachoongeza uzito wa tukio hilo ni madai ya kwamba mabaki ya mwili hayakuonekana ndani ya kaburi. Naitwa Adela Zakaria. Mtoto wangu alifariki mwaka 2012. Na mpaka sasa nikihesabu naona kama ni miaka 14 imepita. Sasa nashangaa ni kitu gani ambacho kimesababisha tena kuja kufukua kaburi la mwanangu, na mbaya zaidi na kubeba hadi mifupa ya mwanangu. Kwa hiyo mpaka sasa najiuliza ni kwa nini. Naomba serikali inisaidie kwa kitendo kama hiki. Kwa majina naitwa Filipo Zakaria Baruhia. Kombaini ya familia ilipanga kujengelea makaburi, likiwemo na hili kwamba tuje tumalizie tuweke na marumaru. Mkusanyiko wa familia walipoanza kuja, cha kwanza akasema kwamba twende tukasafishe kwanza, hata kama tunaenda kumwaga mchanga na kuanza shughuli pawe pasafi. Walipofika wakakuta tofauti, kaburi limefukuliwa. Ndio kwanza uchunguzi kwamba limefukuliwa mpaka wapi, namna gani, na kuita uongozi kuja kufanya uchunguzi kwamba ikoje. Lakini ikaonekana kwamba wamebeba mpaka mifupa ya marehemu. Sanduku limefunuliwa, sanda ile aliyokuwa amefunia amevishwa marehemu imewekwa kando. Halafu sehemu ya kuchegamia kuna nguo fulani inawekwa na yenyewe imewekwa kando, vingine vyote hamna. Kwa hiyo na maana tukio hili ni la mtu makusudi, halafu sio la muda mrefu, na naliko ndani ya siku tulizokuwa tunapanga kuja kujengelea, na mtu kaja kutengeneza hivi sio zaidi ya siku 3-4 zilizopita. Maamuzi ya familia tumesitisha hata ujenzi uliokuwa unataka kufanyika hapa, kwamba tutulie kwanza mpaka pale tutakapopanga tena. Na yasa jamii, vitendo vya jinsi hii vinaumiza, maana tayari tumerudishwa mwanzo kabisa wa kifo cha marehemu. Marehemu alikufa kwa tukio la ajali, yani jinsi ilivyokuwa imerudi upya kama vile ndio kafa leo. Kwa hiyo nawaomba wale walioshiriki kufanya hili, kama watalisikia, kwa sisi wanafamilia tumeumia pakubwa. Kama jina langu naitwa Petro Antoni, ni mdogo wake na marehemu. Ilitushangaza tukio kama hili. Yaani hata mimi mpaka nafikia hapa ndio mara yangu ya kwanza kuona tukio kama hili. Kwa mimi naomba tu serikali ifuatilie ili watu waliofanya tukio kama hili wakamatwe, ili wasiendelee kufanya na sehemu zingine. Mwenyekiti wa mtaa wa Nsemulwa Emily Robert amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akisema kaburi lilifukuliwa usiku wa kuamkia Jumamosi. Amesema mamlaka zinaendelea kufuatilia ili kubaini waliohusika, huku akiwataka wananchi kuachana na imani potofu na kutoa taarifa kuhusu vitendo vya uhalifu. Na baada ya kugundua kweli walitoa taarifa wahusika, ndugu ambao ndio waliokwenda kugundua hili tatizo, wakaja kunipa taarifa. Baada ya kunipa taarifa nikuja nikashuhudia. Kweli kaburi lilikuwa limechimbwa kuanzia hapa huku. Lilichimbwa hapa mpaka likaenda likakutwa sanduku la mwili wa marehemu likavunjwa, na baada ya kuvunjwa basi sanduku ile lilikuwa limesambazwa mle ndani. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani ambacho alichukua, lakini tulihisi manake hatukuona hata mafuvu wala mifupa ya mwili wa marehemu uliokuwa mle. Kwa hiyo tukahisi labda pengine ndio vitu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa. Na baada ya hapo tulitoa taarifa kituo cha polisi, polisi wakaja wakashuhudia, na mwisho wa siku wakaruhusu basi utaratibu wa kurudisha kama jinsi ilivyokuwa ufanyike, kwa maana ya kulifikia. Hii tabia iliyojitokeza kwa mtaa wa Nsemulwa haiko vizuri, haipendezi, na kama labda pengine ni watu wageni wamekuja na imani zao kutoka huko sehemu walikotoka mbalimbali wanakuja kutufanyia vitu vya namna hii, hatupendi. Lakini bado nilisema kwamba hili zoezi ni zoezi ambalo ni hatarishi, sababu kama mtu unaanza kwenda kwa unafanya tabia za watu ambao wamepumzishwa kwenye malalo kama hayo, unaenda unachimba, siku ukapata bahati mbaya watu wakakukamata au wakakukuta, hawezi kuacha salama.
Kwa hiyo nikataka nitoe tu rai kwamba kwa wananchi ambao labda pengine wanakuwa na akili ya kuamini vitu ambavyo labda pengine sio vya kimsingi sana, kama ni masuala sijui ya madawa ya kishirikina vitu gani, basi nilisema kwamba tabia hiyo imekoma. Swaumu Katambo, Crown Media, Katavi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.